Poplan Herbal Clinic, suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Vodacom, kazi ni kwako. Wanachadema peoples. Hapana. Hii sio Chadema na ijua mkoe. Wanachadema peoples. Waheshimiwa viongozi wote wakuu wa vyama mbalimbali, naomba nitambue na niheshimu heshima mliotupa kuwa nasi siku ya leo, nikizingatia itifaki zote. Waheshimiwa sana wageni wetu, mabalozi, viongozi wa dini, wanahabari ambao tunaheshimu sana kazi yenu, na tumewaomba muwe sehemu ya jumuiko hili la wanachadema ili kwa pamoja tuwe mashuhuda wa historia. Waheshimiwa wapiganaji wenzangu, viongozi wa Chadema na Watanzania wengine wote wanaotusikiliza ndani na nje ya nchi, leo tunakutana katika ukumbi huu hapa Dar es Salaam. Ni siku muhimu, ninapenda kuamini itaingia katika historia ya taifa letu. Kaimu katibu mkuu wetu Mheshimiwa Mwalimu amezungumzia na kuitaka mkutano mkuu uthibitishe ajenda za kikao chetu. Lakini nitaomba leo kwa utaratibu ambao pengine sio wa mazoea, nikiamini kwamba siku ya leo ni muhimu mno, nibadilishe kidogo mtiririko wa agenda ili tuweze kufanya kwa ukamilifu yale mambo yote ambayo yatafanya siku ya leo iwe ya kihistoria. Ndugu wageni wetu, ndugu wanachadema, ndugu wa Tanzania, nchi yetu ina ndoto ya mabadiliko. Ndoto hii ya mabadiliko inachagizwa zaidi na kazi kubwa ambayo sisi wote kwa pamoja tumeifanya. Kazi kubwa iliyofanywa na viongozi na wanachama na ninyi watu wa Chadema. Kazi kubwa iliyofanywa na wanachama, viongozi wa vyama washirika wetu katika Ukawa, NCCR Mageuzi, chama cha wananchi CUF na chama cha NLD, vimefanya kuwepo kwetu mahali hapa kuwa sehemu ya kutimiza ndoto hiyo, ndoto ya taifa. Tunapoipigania ndoto ya taifa, ni lazima tukubaliane kwamba ushirika wetu, umoja wetu ambao hautenganishi kwa misingi ya ukabila,
wala hausimamishi kwa misingi ya imani ya mmoja mmoja wetu, bali kwa ushirika wetu wote. Tukitambua kwamba ili ndoto ya taifa hili itimie, tunamhitaji kila Mtanzania ambaye yuko tayari kushiriki nasi katika kutafuta ndoto hiyo. Walioko CCM ambao hawana vyama vya siasa, tunawahitaji Watanzania wote wa makabila yote, wa dini zote, wa rangi zote, ili kwa pamoja tukaitekeleze ndoto ya mabadiliko katika taifa letu. Jambo hili ni kubwa, lakini mimi binafsi na kama wanachadema wenzangu mlivyo, tunaamini katika Mungu. Tunaamini tulianza na Mungu safari yetu. Tuna imani tunaendelea na Mungu kwenye safari hii. Na tuna imani tutamaliza na nani? Na kwa sababu Mungu yuko miongoni mwetu, katika aina ya utendaji wa miujiza, anatenda miujiza mingi. Tunaamini kwamba kila linalotokea ni mpango wa Mungu, wala sio bahati mbaya. Ili tulibadilishe taifa hili, hatuwezi tukajenga uadui wa kudumu kwenye taifa. Ili tuyapate mabadiliko ya kweli, tunamhitaji kila mmoja ambaye Mungu amempa karama zake, kila mmoja ambaye Mungu amempa nguvu zake, kila mmoja ambaye Mungu amemkirimu kidogo na kikubwa. Kwa pamoja tukaunde jeshi la pamoja la kuibadilisha nchi. Peoples! Katika safari hiyo, katika ndoto hiyo, ni lazima tukubaliane kwamba maslahi ya taifa letu, kwamba ndoto ya taifa letu ni kubwa kuliko mahitaji ama matamanio ya kila mmoja wetu. Ushirika wetu una maana pale ambapo tutakubaliana kila mmoja wetu kwa nafasi yake, kuanzia udiwani, kwenda kwenye ubunge, kwenda kwenye urais, na kazi nyingine yoyote ile ya dhamana ya kuwaongoza Watanzania wenzetu. Tukubaliane kama ambavyo tumekubaliana ndani ya umoja wetu wa UKAWA kwamba lazima tuwe na mgombea mmoja wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sio wawili. Kama ambavyo tulikubaliana ni lazima tuwe na mgombea mmoja kutoka ushirika wetu huu wa urais wa Zanzibar. Kama tulivyokubaliana tuwe na mgombea mmoja tu wa ubunge akiwakilisha umoja wa vyama vyetu katika majimbo yetu. Hali kadhalika kwenye udiwani. Maana yake ni nini? Kwamba kila nafasi itakuwa na mtu mgani? Watu wangapi? Mmoja. Kwa hiyo hili silizungumzi kwa ngazi ya urais peke yake. Hata ninyi viongozi wenzangu kwenye ubunge, wote tunatambua kwamba tuko kwenye ushirika wa umoja wa UKAWA. Kila chama kina uwezo wa kusimamisha wagombea wake nchi nzima kikitaka. Lakini ni lazima tutafute mkakati wa kubaki na ngapi? Ngapi? Moja. Kwa hiyo haya mambo yanahitaji sacrifice.
Ndoto ya taifa haiwezi katimia kama kila mmoja atatanguliza matakwa yake binafsi. There has to be a sacrifice. Fursa ni nadra, na hiyo fursa inayopatikana kwa unadra huo isipotumika, historia itatuhukumu. Kwa hiyo ndugu zangu, viongozi wa Chadema wa ngazi mbalimbali, ni lazima tuwe tayari kutoa hiyo sacrifice, ili kwa pamoja katika umoja wetu tuweze kufika safari yenye malengo ya kutimiza ndoto ya taifa, national dream, na sio dream ya mtu mmoja mmoja, wala sio dream ya familia moja moja, ama dream ya ukoo, dream ya taifa. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba chama hiki kinapokea wapiganaji wote wenye malengo safi. Kila chama kina utamaduni wake. Sasa leo nilikuwa naongea na ndugu yangu Mheshimiwa Mgana Msindai. Nikamwambia, Mheshimiwa Msindai, umekuja umevaa nguo ina rangi ya kijani kijani kwa mbali. Akaniambia, tulia kamanda, nitavaa combat. Nikasema siku Mgana Msindai atavaa combat, ndoto ya taifa hili inakwenda kutimia. Tumepigana kwa miaka 25 kufika hapa tuliko leo. Ni sacrifice. Halikuwa jambo jepesi. Kwenye safari hiyo ya kufika leo, wako waliokufa, wako waliokuwa vilema, wako walioachika kwenye ndoa zao, wako waliofukuzwa kazi kwa sababu ya kusimamia wanachokiamini, wako waliofungwa jela, na wako wengine magerezani leo, wako wengine waliama nchi, lakini wako wengine walikomaa. Kwa hiyo safari hii haikuongozwa na wanachadema peke yao. Ukienda kwa kina Mzee Makaidi na NLD, nao walifunga safari kivyao vyao. NCCR hali kadhalika wamepita mabonde na milima wakiendelea katika ndoto ya taifa hili. Wenzetu wakafu visiwani Zanzibar na huku bara hali kadhalika wamepitia majaribu mengi na maumivu mengi kufika siku ya leo. Kila mmoja ni mbia kwenye safari hii. Lakini zaidi wako tulioita magamba. Wako tulioita magamba, nao wakaamua kimagamba wafunge safari ya matumaini. People wakafunga safari yao. Lakini wakafunga safari yao wakiitafuta haki na kweli katika nchi hii. Lakini pengine walisahau kwamba kumtafuta kweli na haki ndani ya chama hicho, wengine wanasema ni sawasawa na kumtafuta people. Sasa ile safari yao ya matumaini, people, ile safari yao ya matumaini, kwa sababu walitumwa na waliongozwa na dhamira, kwa sababu walitumwa na kuongozwa na dhamira, waliamua kujitoa unyonge na minyororo ya chama chao
waitafute haki hiyo na dhamira yao nje ya chama chao. Wanachadema nchi nzima, wanaukawa nchi nzima, watu hawa hatuna haki na wala hatuna sababu ya kuwahukumu. Tuna kila sababu ya kuwatia moyo, tuna kila sababu ya kuwaunga mkono, tuna kila sababu ya kuwakaribisha miongoni mwetu ili ndoto ya taifa hili ikatimie. Sisi wote ni binadamu, tuna mapungufu yetu. Namshukuru askofu wetu Baba Kakobe Kaseba, nani aliye mtakatifu kuliko watakatifu wengine walio watakatifu? Kwa hiyo tukubaliane, watatoka watu vyama nje ya UKAWA, wataingia kwenye vyama vyetu ndani ya UKAWA, wataishi kama sisi ndani ya UKAWA. Sisemi wanaokuja Chadema leo wana dhambi wote, hapana. Hata sisi wanachadema tuna dhambi zetu. Uongo? Sisi ni nani? Hiki ni chama cha siasa. Siasa ni watu. Chama cha siasa sio mahakama. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kujenga utamaduni tuliozoea, tukiwakaribisha Watanzania wenzetu wote ambao wameona kupitia Chadema ndoto ya taifa inakwenda kutimia, ambao wanaona kupitia umoja wa UKAWA ndoto ya nchi yetu inakwenda kutimia. Kwa hiyo nichukue fursa hii kumkaribisha sana Mheshimiwa Edward Ngoyai Lowassa, hawa ni wenye Chadema hawa. Sisi wengine tuna dhamana tu na tunatekeleza majukumu yetu kwa kujitolea sana. Tuambie wale wenzetu ambao tunawakaribisha, hao wapiganaji mnawaona hapa hakuna anayelipwa mshahara. Uongo jamani? Hao wapiganaji mnawaona hapa hakuna anayelipwa posho. Uongo jamani? Wanakijenga chama kwa damu na maumivu makubwa. Na spirit ambayo tumeijenga kwenye chama chetu ni ya kifamilia, kwamba sisi ni Chadema lakini sisi ni Chadema family, na kwamba katika familia yetu ya Chadema hakuna aliyekuwa mkubwa kuliko chama hiki. Tukikubaliana tunasonga. Kweli makamanda? Watu hawa wamekomaa kama bomu. Ukianza kumuuliza mmoja mmoja ni wangapi wana mashtaka polisi, watakuambia karibu nusu hapa wana mashtaka na kesi. Hawa watu kwa lugha ya Kiingereza tunasema they are battle hardened. Kwa hiyo tunaomba wale wageni wetu wote tunawapokea, hamtakuwa tena wageni, mtakuwa sehemu ya kundi hili. Yale mabaya mliokuwa nayo pengine katika chama chenu cha zamani tumeyasamehe. Tunawaomba mkija kwetu mtuletee yale mazuri yote ambayo mliyapata kwenye chama chenu cha zamani. Ndugu zangu wana Chadema, leo nimesema ni siku ndoto ya taifa hili inaenda kutimia. Katika utamaduni wa kawaida wa mikutano mikuu, katika hatua ya kwanza wanakuja wageni, wanatoa salamu zao kutoka taasisi wanazoziwakilisha. Na waomba wageni wetu wote wa ndani na nje ya nchi ambao walijiandaa kushiriki na sisi hatua ya asubuhi tu kwenye ufunguzi, watoe salamu zao waondoke. Tunawaomba leo msiondoke.
Leo salamu zenu tutawaomba mzitoe mwishoni, lakini leo hatutaondoka ukumbi huu mpaka tumemaliza biashara. Ndugu zangu wana Chadema, Ukawa kwa heshima kubwa sana naomba nitambue ushirikiano mzuri, of course wenye changamoto nyingi ambao tumeupata kwa viongozi wenzetu na changamoto ambazo nao wamezipata kutoka kwetu. Kuweka vyama vinne vyenye itikadi tofauti, vyenye katiba tofauti, vyenye utamaduni tofauti, wakati kukiwa kuna ndoto na sala za shetani zikiombea mchana na usiku tusambaratike, tumeshinda majaribu hayo. Na tumeshinda majaribu hayo kwa sababu malengo na dhamira yetu ni kubwa na pana kuliko vyama vyetu. Vyama vya siasa ni vyombo vya uchaguzi, ni magari na madaraja ya kutuvusha kwenda kwenye ndoto yetu ya taifa. Ni kwa sababu hiyo basi hawa wajumbe wa mkutano mkuu wanashangaa kuambiwa leo mgombea mwenza wa Chadema, mgombea mwenza wa Ukawa ni ndugu yangu Duni Haji. Asanteni sana. Sasa leo nilisema nitafanya utaratibu wa kihistoria. Huyu ndugu yangu Duni, Kamanda Duni, Babu Duni, mashuhuri kama nani? Babu Duni. Mpaka jana alikuwa waziri katika serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa sababu ya uzito wa ndoto yetu ya matumaini, ndoto ya taifa, ameona huo uwaziri ajiuzuru. Akasaidie kuitafuta ndoto ya taifa. Hadi jana Duni alikuwa makamu mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF, nafasi ambayo alilazimika hadi jana ajiuzuru. Na hapa niseme jambo moja kwa Watanzania wenzangu. Sheria tunatunga sisi, lakini saa nyingine zinatungwa sheria za hovyo. Sheria yetu ya uchaguzi, sheria inayosimamia vyama vya siasa, haitoi fursa ya vyama vya siasa kuungana na kuweka mgombea mmoja. Huu ni mkakati wa makusudi uliofanywa na Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba hakuna fursa ya kutengeneza coalition inayotambulika kisheria, ili Chadema waende kivyao, CUF wakubali kwenda kivyao, NCCR waende kivyao, kwamba yasiwepo mazingira ya sisi kuungana. Lakini tumewaambia tutaungana. Na kwa sababu tuna uhakika wa kukamata madaraka ya nchi, hiyo sheria tutaibadilisha faster. Mheshimiwa Duni ana sifa nyingi tu, lakini huyu ni mwana mageuzi wa kweli.
Niliposoma historia ya Babduni nikakumbuka vile vile kwamba Babduni huyu alikaa kizuizini kwa miaka akiwa na Maalim Seif Sharif ambao leo makamu wetu wa rais. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa Duni yuko kwenye mikono salama. Naomba niwahakikishie Wazanzibari wote wakiongozwa na rais wetu wa Zanzibar Mheshimiwa Maalim Seif Babduni yuko salama na atafurahi kufanya kazi na makamanda. Ametupa mtu kamanda, atafanya kazi kikamanda na uzuri wake naye ni kamanda. Lakini nina wasifu mrefu hapa wa Mheshimiwa Duni. Ninahitaji kusoma. Sasa nitasoma yale machache ambayo ni muhimu. Mheshimiwa Duni alisoma shule ya msingi Mkwajuni mwaka 1959 mpaka mwaka 1965. Alisoma sekondari ya Beit El Ras mwaka 66 mpaka 1969. Amesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1972 mpaka 1975. Mheshimiwa Duni ana master's degree ya human resources na postgraduate diploma ya education. Ana postgraduate diploma ya business administration. Amekuwa waziri katika serikali ya Mapinduzi Zanzibar akiwa waziri wa afya mwaka 2011 hadi mwaka 2013. Amekuwa waziri katika serikali ya Mapinduzi Zanzibar kama waziri wa miundombinu na mawasiliano kati ya mwaka 2013 hadi jana. Amekuwa mwakilishi katika Baraza la Wawakilishi Zanzibar kuanzia mwaka 2009 mpaka mwaka 2010. Amekuwa katibu mkuu na mipango kitengo na katibu mtendaji mwaka 1980. Amekuwa katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda mwaka 1981 kule Zanzibar. Amekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Wananchi CUF kati ya mwaka 1999 mpaka 2003. Amekuwa mgombea mwenza wa uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mgombea mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano mara 3. Mheshimiwa Duni amekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi cha CUF hadi jana. Mheshimiwa Edward Ngoyai Lowassa alizaliwa tarehe 26 mwezi wa Agosti mwaka 1953 katika kijiji cha Ngarash wilayani Monduli mkoa wa Arusha, akiwa ni mtoto wa 4 kati ya watoto 23 wa mzee Ngoyai Lowassa. Peoples! Wala mnacheka makamana. Wazee wetu walikuwa kazi. Kazi ilikuwa ni moja tu. Na kutokana na kazi hiyo leo tunaye rais. Mheshimiwa Lowassa amemuoa mama Regina Lowassa na kujaliwa kupata watoto 5, 3 wa kiume, 2 wa kike. Elimu. Mwaka 1961 mpaka 67 alisoma shule ya msingi Monduli. Mwaka 1968 mpaka 1971 alisoma shule ya sekondari Arusha. Mwaka 1972 hadi mwaka 1973 alisoma shule ya St. Mary High School ambayo sasa hivi ni Mirambo High School kule Tabora. Mwaka 1974 hadi 1977 alisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam na kahitimu shahada ya Bachelor of Arts in Education with honors. Mwaka 1983 hadi 1984 alisoma chuo kikuu cha Bath, Uingereza na kupata shahada ya uzamili ya Master of Science in Development Studies. Uzoefu kazini. Sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa
Edward Ngoyai Lowassa azungumze na mkutano mkuu, lakini vile vile akitambua kwamba anazungumza na taifa na anazungumza na jamii ya kimataifa, kwa sababu tuko kwenye live stream kupitia mitandao ya internet na television za loko. Karibu sana Mheshimiwa Lowassa. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Peoples. Mbona haina nguvu sana? Hizi nguvu hazitoshi kuondoa CCM madarakani. Peoples. Peoples. Hapa nakubali. Mheshimiwa Mwenyekiti Mbowe, lazima nikiri, sikujua uwezo wako ulikuwa mkubwa kiasi hiki. Nilikuwa nikikuangalia, najua ni kijana tu mwenzangu hivi, lakini nimeona mambo yako makubwa ndugu yangu. Hongera sana. Hongera sana. Ndugu viongozi wa Ukawa, ndugu viongozi wa Chadema, ndugu wanachama, nimewewa na mzigo mkubwa mlionibebesha. Asanteni sana. Na upokea kwa unyenyekevu mkubwa na kwa shukrani kubwa. Asante sana kwa kuniamini. Imani huzaa imani. Nataka niwaambie jambo moja. Naomba Mwenyezi Mungu aniendelee kunijalia afya njema, aniwezeshe kujibu shukrani hizi, mapenzi yangu mlionionyesha kwa vitendo. Nawashukuru wajumbe wa Baraza Kuu, nawashukuru sana kwenye familia yangu. Mengi yamesemwa na kwa hakika nimefilisika, lakini jaribu kusema mambo machache yaliyobaki. Kwanza nieleze, sikuja kwa ajali ya Chadema. Nimefikiri, nikashauriana na mke wangu na ndugu zangu na familia yangu, nikaridhika nije Chadema. Lakini nieleze kidogo kwa nini nimeridhika na Chadema. Kazi ya chama cha siasa duniani ni kushika dola. Kazi ya chama chochote cha kisiasa ni kushika dola. Kama hawataki dola, basi hao sio wanasiasa, hawahitajiki. Unaitafuta dola ili uweze kuongoza nchi. Bila dola huwezi. Chadema imejiandaa vizuri kushika dola. Hongereni sana. Nataka kuwaondoa wasiwasi wa Tanzania kwamba hiki ni chama ambacho hakina uwezo, hakijawahi kuongoza. Hapana. TANU ilipewa serikali kuongoza nchi ikiwa na miaka 7. Nyinyi na miaka 23 leo. Nimesikiliza yule mtu alipokuwa anaeleza habari ya training. Nzuri sana. Mmekijenga chama chenu, kimekuwa chama imara, chama chenye nguvu, chama chenye demokrasi. Mungu awape nini.
Margaret Thatcher aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza aliandika kitabu chake kuhusu Prime Minister wa Uingereza. Akasema, nasikia moyo unadunda. Kuna kitu kinadunda ndani yangu. Kinaniambia, seize it Maggie. Something in my heart pumping. Seize it Maggie. And I seized it. Alikuwa anaeleza jinsi ambavyo aliuchukua waziri mkuu wa Uingereza. Kitu kilikuwa kinadunda ndani ya moyo wake, akamwambia chukua, akachukua na akawa waziri mkuu kwa kipindi kirefu sana. Kitu hicho kinadunda ndani ya Watanzania. Kinadunda kwenye mlango wa Chadema na Ukawa. Ni wajibu wenu kuchukua na kutawala nchi. Nasema kwa kujiamini na uzoefu wa chama ndani ya nchi yangu. Kazi mliyofanya Chadema ni kubwa sana. Mna jambo moja la kipekee la moyo wa kujitolea. Nimemsikia Chairman Mbowe asubuhi akisema, mnafanya kazi bila kulipwa kwa kujitolea, moyo mkubwa sana. Leo mmejenga chama chenye nguvu, chenye uwezo, cha watu wanaojitolea. Unataka Mungu akupe nini? Moyo huo ndio uliokuwa moyo wa chama cha TANU wakati ule. Ndio uliokuwa moyo wa CCM, lakini sio tena. Ndio maana tumekimbia. Nataka nichukue nafasi hii kuwapongeza wenzangu waliojiunga nami. Mzee Msindai, Walemede, Mahanga, Kilembeli, Esther, hongereni sana kufanya uamuzi ule mgumu. Maamuzi magumu lazima yafanyike. Wakati wote unapoona mambo ni magumu, unafanya maamuzi magumu na Mungu anakusaidia mbele ya safari. Lakini jambo la pili lilonipa faraja sana Chadema ni muungano wa Ukawa. Nyinyi mkiwa viongozi, hongereni sana. Unaweza ukaonekana ni big brother, unabuli wenzako, lakini kwa ukweli mmefanya uamuzi mzuri sana wa kuungana. Asanteni sana. Watanzania wajue katika muungano huo tuna nguvu kubwa, nguvu ya kuweza kuchukua dola asubuhi tarehe 25. Alfajiri tujipange vizuri. Safari ile nilita safari ya matumaini. Sasa ni safari ya mabadiliko nje ya CCM. Safari ya mabadiliko nje ya CCM. Safari ya mabadiliko nje ya CCM. Haitoshi, mbona mnasema kwa wasiwasi? Safari ya mabadiliko nje ya CCM. Safari ya mabadiliko nje ya CCM. Watatuweza? Hawezi. Watatuweza? Hawezi. Ukawa ni chombo cha matumaini, lakini kina changamoto nyingi sana za kuhujumiwa. Na wapongeza viongozi wote wa Ukawa. Asanteni sana. Mzee Makaidi, well done. Unatupa mfano mzuri sana. Ana miaka 70 na kitu, lakini anaendelea kutafuta jimbo la Masasi. Na kuombea Mwenyezi Mungu akusaidie kulipata. Hongera sana. Rafiki yangu James Matias, sikujua unajua Biblia na Qur'ani kiasi hicho, lakini hongera sana. Maalim Seif, umesema maneno makubwa sana, lakini una uzoefu maki hata kizimbani umewahi kukaa. Nilimuuliza makusudi, maana rafiki zangu wa Zanzibar wananipigia simu. Bwana, mbona tunapenda muungano wote, unakwenda kwenye muungano na Seif? Atavunja muungano huyo. Nimefurahi, nimemwambia jana, na kwa kauli yake amesema hana mpango wa kuvunja muungano.
Kwa hiyo marafiki zangu na mashabiki wangu walioko Zanzibar, nawaambia hadharani, nimejiunga na mtu ambaye hana mpango wa kuvunja muungano. Niseme nini tena? Nasema kuna watu wanapiga simu wanauliza, bwana, huko ulikokwenda mkichukua nchi sisi Wahindi tutabaki wapi hapa? Na akaniambia wameanza kukusanya hela zao, wanakimbia nje. Napenda kuwaambia kwa niaba yenu, hawana haja ya kuondoka nchi hii. Tutafanya kampeni safi ya kistaarabu isiyokuwa na matusi, kampeni isiyokuwa na fujo, na tutawashinda mchana wazi asubuhi tuwashinda. Kwa hiyo wasiwatishe watu, msitishike. Wasiwatishe watu kama wakiingia hawa ni fujo. Hamna fujo yoyote, mradi wasibe kura zetu. Lakini peoples, nitumia nafasi hii kwa watu ambao wamehangaika juu ya amani ya nchini. Viongozi wa dini wafanya kazi kubwa sana kusali usiku na mchana kuombea amani nchi yetu. Asanteni sana. Bishop Gwajima, asante sana. Mzee Kakobe, asante sana. Na wengine wanaoombea nchi yetu, asanteni sana. Tunawahakikishieni kama ni amani kuvurugika, haitatokea kwetu, itatokea kwao. Endeleeni kutuombea ili safari hii tufike salama. Mwisho, wana Chadema, I have come to join you for a reason. Ya kuondoa CCM madarakani. Lakini tutaweza kuwaondoa kama tuna umoja. Tunahitaji umoja na mshikamano. Tunaweza kuwaondoa kama tuko focused na kama tuko na imani kwamba tunaweza. Tunaweza. Obama alipokuwa anaomba kuingia madarakani aliuliza maneno hayo, mnaweza? Wakamwambia yes we can. Can you? Yes we can. Can you? Yes we can. Tufanye nini zaidi? Na kwenda kukaa kwa raha sana kungojea kuapishwa. Lakini nataka kuahidi kwamba nitapita kila jimbo la nchi hii. Kila jimbo la nchi kuhakikisha tunachukua majimbo yote kama ikiwezekana, ya ubunge, ya madiwani na kura za kumtosha rais. Kwa hiyo unapoondoka hapa, kajiandae jimbo lako, kama ni udiwani ama ubunge ama urais, kajiandae. I will come na tusaidiane kuchukua jimbo hilo. Niliwahi kuwaambia waandishi wa habari, sina msamiati wa kushindwa. Sina msamiati wa kushindwa. Nataka kushinda. Nimeyazingatia sana maneno ya rafiki yetu kutoka Kenya wa ODM. Ametuambia don't tear your country apart. Hatuna mpango huo, ila tuna mpango wa kuchukua madaraka. Tumengoja vya kutosha, na haya ni kama yale yaliyotokea Kenya tu. Siku ile mlipomkatalia mzee Moi pale, mkamwambia Kibaki atosha, mambo yakawa. Na hao wamefanya hivyo. Wanaambia natosha, na mimi natosha kweli kweli. Mchaka mchaka. Mchaka mchaka. Mchaka mchaka.
Ali Selema. Ali Selema. Ali Selema. Peoples. Na washukuru kwa kunisikiliza. Tutakutana kwenye majimbo aluta continua nchini ya kwetu. Subscribe kwenye YouTube ili uwe karibu na kila stories za Ayo TV zinazotoka. Usisahau pia kukaa karibu na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram. Facebook.com, Twitter.com pamoja na Instagram.com/Millard Ayo. Usisahau pia kutembelea millardayo.com kwa story mbalimbali, picha na mengine yote ya Tanzania na nje ya Tanzania. Zote unazozitaka ziko TZA, millardayo.com na Ayo TV. Ayo TV pia inapatikana kupitia tanzaniabox.com, tanzaniabox.com. Hapo utakutana na video zote za kila siku kutokea Ayo TV.